Karibu Mtungini kupitia hapa Open Online Media. Leo tunakuletea habari kutoka kanda ya kati, kitaifa na pande zote za dunia. Hii ni safari ya habari, uchambuzi na maarifa. Mimi ni Erastus Andrew. Kamati ya ushauri ya mkoa wa Dodoma imekutana katika kikao chake cha kwanza cha mwaka wa fedha 2025-2026 kujadili masuala ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii ya mkoa huo. Kikao hicho kilichoongozwa na mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule kimejikita katika kuimarisha uchumi, kuboresha huduma za kijamii na kusimamia utekelezaji wa miradi ya serikali. Akizungumza katika eneo hilo, Mheshimiwa Senyamule amesisitiza umuhimu wa elimu ya ujasiriamali katika kuwawezesha wananchi kujitegemea kiuchumi, huku akibainisha kuwa mkoa wa Dodoma umefanikiwa kupanda hadi nafasi ya pili kitaifa katika matokeo ya elimu ya msingi. Nisisitize ukamilishaji wa miradi. Sasa hivi mingi ni ile ambayo imevuka mwaka. Tuhakikishe miradi hiyo inakamilika. Na najua katika miradi hiyo iko miradi ya shule ambayo labda mwezi wa kwanza inahitaji kupokea wanafunzi. Sasa kama ndivyo, basi kila mtu mwenye mradi wa namna hiyo hakikisha anaukamilisha ili miradi hiyo iweze kuanza kutoa huduma kwa wakati husika. Lakini swala katika sekta ya elimu, tuendelee kusisitiza ufuatiliaji wa swala la utoro. Na kumbuka ilipokuwa utoro umezidi wakati fulani, tulikuwa na mikakati ya kupata ripoti ya watoro kila Ijumaa. Ikasaidia watendaji kujistretch kule chini kuhakikisha kila mwalimu anafuatilia watoro, kila mtendaji anafuatilia. Sasa naona tumelega kidogo, naanza kuona tatizo la utoro linaanza kurudi tena. Sasa tutarudisha utaratibu ule wa kupata taarifa ya utoro kila Ijumaa. Kila mwalimu ajue watoro kwenye wiki yake ni wangapi, apeleke kwa mtendaji afuatilia hao watoro. Angalau tuwasaidie hao watoto ambao wanatoroka bila kujua athari wanaoipata. Watakuja kujuta baadaye, lakini pia watasababishia malengo ya nchi yasitimie. Tunaposema wasomi waongezeke, kumbe wenzetu huko wanatoroka, tunaendelea kukosa watu ambao wameongeza maarifa kama ambavyo inakusudiwa. Lakini tumepewa changamoto hapa ya mwaka 2028, tukaanze kuweka mipango kila halmashauri. Tunafikiri tufanye nini? Tumeambia mwaka 2028 kuna madarasa mawili yatamaliza darasa la 7, yatatakiwa kuingia kidato cha kwanza kwa wakati mmoja. Kwa hiyo itakuwa huenda mara 2 au zaidi ya watoto walioko sasa. Kwa hiyo kila halmashauri ilete mpango wa namna gani wanaenda kufanya ili kuanza kujiandaa. Wakati huo usije kama ghafla, wakati kitu ambacho kiko kwenye mipango tunakifahamu kisije kuja tena kama ndoto. Lakini tusisitize swala la upatikanaji wa chakula shuleni. Hapa na hili nalo nataka msisitizo wa wenzetu wa maendeleo ya jamii pamoja na watendaji, kuelimisha wazazi, kuelimisha walezi, kuhakikisha uchangiaji wa chakula isiwe mzigo kwao. Waone ni sehemu ya chakula ambacho mtoto angekula nyumbani mchana, anaenda kukilia shuleni. Maana bado watu wanaona kama ni mzigo wa ziada, lakini ukifikiria mtoto huyu hali nyumbani, sinatakiwa kile chakula kiende shuleni. Kwa hiyo tuendelee kuelimisha sana wazazi juu ya hilo. Lakini tulikuwa na mipango ya shule mingi sana tuliongea wakati fulani. Shule zikawa na mashamba, shule zikalima mtama, shule zikalima mahindi, shule zikalima mazao mbalimbali, wakavuna, watoto wakapata uhakika wakula wala uji shuleni. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia kazi, ajira, mahusiano ya kazi, Deus Sangu amezitaka vyama vya wafanyakazi na vyama vya waajiri kutekeleza wajibu wao wa uadilifu na uwazi ili kusaidia kutatua na kuzuia migogoro mahala pa kazi. Waziri Sangu ametoa wito huo jijini Dodoma wakati wa kikao cha kwanza cha uzinduzi wa Kamati ya Kitaifa ya Majadiliano inayolenga kuimarisha mfumo wa majadiliano pamoja kati ya serikali na vyama vya wafanyakazi na vyama vya waajiri na wadau wengine wa sekta ya ajira. Kwa upande wao, wajumbe wa kamati hiyo wamesema kuanzishwa kwake kumekuja wakati mwafaka, kikilenga kuweka msingi wa utatuzi wa migogoro kwa njia ya mazungumzo na maridhiano. Kwenye vyama vyetu tumekuwa na changamoto nyingi ya malumbano, na malumbano mengi yanatokana pia na kutokuwepo kwa uwazi, hasa katika matumizi ya fedha za wanachama, na hivyo kuzusha migogoro mingi isivyoisha. Na hii imepelekea
pamoja na kuwa na umbrella moja ya TUCTA, vyama huko katika professional moja au kada moja vinakuwa vikizaliwa kila siku. Kiona mazingira kama hayo, ujue kuna mazingira ambayo wengine hawaridhiki. Mimi ningetamani sana katika kipindi ambacho nimeaminiwa katika wizara hii to harmonize, kuwaleta pamoja vyama vya wafanyakazi, tupunguze migogoro. Mwongozo huu utatuletea manufaa, tutaweza kujadili changamoto na kuzitatua kwa wakati kwa pamoja, ili kuhakikisha kwamba sekta ya ajira na kazi inaendelea kuwa na utulivu, na changamoto hizi tuweze kuzitatua kwa pamoja kama ambavyo tumekuwa tunafanya wakati wote. Lengo ni kuhakikisha tunatimiza wajibu, lakini tunajenga mahusiano mazuri baina yetu, lakini pia tunakuza tija kwa upande wa wafanyakazi, lakini upande wa mwajiri na serikali kwa ujumla, na kuhakikisha nchi yetu inakwenda mbele. Katika habari za biashara, Baraza la Ushindani FCT limeendesha mafunzo ya elimu kwa wadau wa biashara mkoani Mbeya, yakilenga kuongeza uelewa kuhusu majukumu, huduma na mifumo ya kisheria inayosimamia ushindani wa haki katika shughuli za biashara. Mafunzo hayo yamefunguliwa na Katibu Tawala Msaidizi anayeshughulikia viwanda, biashara na uwekezaji wa mkoa wa Mbeya, Anna Mwambene, ambaye amewahimiza wafanyabiashara na wajasiriamali kutumia ipasavyo mifumo iliyopo ya kisheria sambamba na kuwa mabalozi wa kuitangaza huduma ya Baraza la Ushindani kwa jamii. Unajua sasa hizi gharama kubwa kutoka hapa kwenda Dar es Salaam au Dodoma kupeleka rufaa yako, unatumia nauli, unatumia na mambo mengine, chakula na kulala na vitu vingine. Lakini kwa sasa hizi huo mfumo utasaidia kuingia. Sasa hizi ni ulimwengu wa kidijitali, wote tunafahamu. Kwa unaingia tu kwenye kompyuta, kwenye simu yako, unaeleza nani shida yako, mgogoro wako kati ya mamlaka fulani ya udhibiti, na wao wanapata. Baadaye mwisho wa siku wanaweza wakawaita wakawasuluhisha, ambao unaweza kutumia tu nauli ya siku moja na kufika sehemu husika, Dar es Salaam au Dodoma, kuliko kwenda kupeleka unarudi, kwenda kusikiliza kwamba rufaa inaendaje unarudi. Kwa hiyo tutakuwa tunawasiliana kwa njia ya mfumo. Lengo hasa la semina hii ya leo ni kuwajulisha wananchi wa Mbeya kuhusu mfumo ambao kwa sasa uko kwenye utekelezwaji, unatumika wa kuwasilisha mashauri Baraza la Ushindani. Kwa sasa mtu huhitaji kuja physically au huhitaji kuja binafsi baraza katika ofisi zetu kwa ajili ya kuleta shauri lako. Tuna mfumo ulioanzishwa ambao tunatumia mfumo huo kupokea mashauri na rufaa zote zinazowasilishwa. Website ya baraza ambao ni www.fct.or.tz. Ukiingia kwenye website hiyo kuna link maalum ambayo itakupeleka kwenye mfumo wetu wa e-filing portal, lakini pia unaweza kwenda direct terms.fct.or.tz. Kwa hiyo hii link itakupeleka moja kwa moja kwenye front page ambayo itakupa maelezo pia mbalimbali ya mfumo wetu unafanya nini, lakini pia kuna link ambayo ya kuweza kusign in kama tayari umeshakuwa ni mtumiaji, yani kwa maana una account. Lakini kama huna account utabonyeza sehemu imeandikwa register ama jisajili. Kwa hiyo utajisajili, utaweka taarifa zako, baada ya hapo utaweza kulogin sasa ili uweze kufaili kesi yako. Na tuhitimishe sasa katika habari za kimataifa. Urusi leo Disemba 20 inatarajiwa kufanya mkutano wa ngazi ya mawaziri na nchi mbalimbali za Kiafrika, mkutano unaolenga kuimarisha na kuharakisha ushirikiano wa kiuchumi na kidiplomasia kati ya pande hizo mbili. Mkutano huo unafanyika kwa mara ya kwanza moja kwa moja barani Afrika nchini Misri, hatua inayotafsiriwa kama mkakati wa Urusi wa kupanua ushawishi wake wa kisiasa na kiuchumi, wakati ikiendelea kukabiliana na juhudi za washirika wa Ukraine kuitenga kidiplomasia katika jukwaa la kimataifa. Kwa mujibu wa waandaji, ajenda kuu ya mkutano huo inahusisha masuala ya biashara, uwekezaji, nishati, miundombinu na ushirikiano wa kimkakati, huku nchi za Kiafrika zikitarajiwa kutumia fursa hiyo kujadili maslahi yao ya kiuchumi na maendeleo. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanaeleza kuwa kufanyika kwa mkutano huo barani Afrika kunaakisi mwelekeo mpya wa diplomasia ya Urusi unaolenga kuimarisha mahusiano ya muda mrefu na mataifa ya Afrika katika mazingira ya mabadiliko ya nguvu za kiuchumi na kisiasa duniani.
Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Open Online Media, na kwa hayo tunafunga duru ya Mtungini kwa siku hii ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya Instagram, Facebook na YouTube, bila kusahau kutusikiliza kupitia tovuti openmedia.co.tz. Mimi ni Erastus Andrew.